Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia nyote wale ambao wako Marekani, Ulaya na Afrika, na pia tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya taarifa zetu za jioni ya leo. Tumewaletea taarifa kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na habari za mapigano makali kati ya vikosi vya wazalendo na wasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti mashariki mwa nchi ya Kongo. Habari zetu tutawaambia matokeo baada ya mapigano makali yaliyowakutanisha wazalendo FARDC na wale waasi wa Twirwaneho, Red Tabara, Ngomino na AFC M23 ndani ya maeneo ya Tuwe 0, maeneo ya Mikenge mu territoire ya Fizi ndani ya province ya Sud Kivu. Na tumewaletea taarifa mingi kama kawaida. Hii ni Kwetu TV channel inayokuletea taarifa za kweli tena za kuaminika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, yani kujiabone, kucomment na kulike, kusambaza taarifa hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mjiunge nasi na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Jiunge nasi kupitia linki ambayo utaipata hapo mkomantere au tuandikie kwenye namba hiyo, tutakuunga bila shaka na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu za jioni ya leo tuzianzie ndani ya province ya Sud Kivu, territoire ya Fizi, maeneo ya Poezero, Tuwe, maeneo ya Mikenge ambapo mapigano makali yalianzishwa na AFC M23 Twirwaneho, Ngomino, Red Tabara zidi ya wazalendo FDNB na FARDC. Ni mapigano ambayo yalianza kusikika huko tangu mardi, wakapigana mercredi na jana jeudi wakapigana, na baada ya siku 3 mfululizo na wako napigana hapo, matokeo ndiyo ambayo nimewaletea. Siku ya jana na ndiyo siku ya 3 ya mapigano ambayo yalikuwa yakiendelea hapo, wanajeshi wa wasi wa AFC M23 Twirwaneho, Red Tabara, Ngomino walifanikiwa kukamata maeneo tofauti ndani ya Haut Plateau de Fizi. Taarifa kutoka kwa mashirika ya kiraia na wakaji hapo wanasema ya kwamba waasi hao wa Ngomino, Twirwaneho, AFC M23 walikamata eneo ya Ngezi, Tuwe, Mutumba, Rusankuku, Bilalombili pamoja na Mikenge. Maeneo haya yote ambayo walikuwa wakipigania ndani tangu mardi yalikamatwa na wasi wa AFC M23 Ngomino, Twirwaneho. Ni baada ya siku 3 ya mapigano mfululizo, wa zalendo na FARDC na FDNB waliondoka ndani ya maeneo hayo siku ya jana saa za 16h vers 17h baada ya kuzidiwa nguvu na hao waasi. Waliondoka hapo maeneo hayo yakakamatwa na wale waasi wa Ngomino, Red Tabara, Twirwaneho, na mapigano hayo makali yalisababisha wakaji wengi kukimbia. Baada ya wazalendo kuondoka hapo, wakaji wengi nao walikimbia maeneo hayo paske waasi hao wa Ngomino, Red Tabara walikuwa wamekamata maeneo hayo. Wakaji wengi walikimbilia ndani ya vijiji tofauti karibu na hapo vyenye usalama, na hiyo ndiyo hali halisi kwa sasa ndani ya maeneo hayo. Baada ya mapigano makali ya siku 3 mfululizo, Twirwaneho, Ngomino, Red Tabara na AFC M23 walikamata ayo maeneo yote ambayo nilitaja hapo juu. Na hapa nataka niwakumbushe kitu. Hawa wasi wa Twirwaneho waliwashambulia wazalendo FDNB na FARDC ndani ya maeneo hayo baada ya siku moja tu, na wamefanya maandamano ndani ya Minembwe, maeneo ya Mikenge, wakisema kwamba FDNB inawafungia njia za kufika sokoni, hivyo wanaishi kabisa kwa maisha mabaya. Maandamano hayo yalikuwa yakilenga kutoa wito kwa community internationale kusimama
na kuwaondoa wanajeshi wa Burundi ndani ya maeneo hayo, ambapo walikuwa wanasema kwamba wao ndio ambao wanafunga njia za wakaaji hao kufika ndani ya masoko, hivyo maisha mabaya wanayoyapitia yanafanywa au ni mpango wa FDNB, wale wanajeshi wa Burundi. Baada ya hayo maandamano ndipo walishambulia FARDC, FDNB na wanajeshi wa wazalendo ndani ya maeneo hayo. Ile nitasema kwamba ni strategia ambayo walitumikisha. Mnajua ya kwamba kwa sasa kuna makubaliano ya usitishaji vita kati ya pande mbili, ni AFC M23 na wale waliewaki. Tukisema AFC M23 aujourd'hui, Twirwaneho, Red Tabara, Ngumino, wote ni wamoja. Upande wa FARDC, FDNB na wazalendo nao ni wamoja. Wote kuna kuna makubaliano ya usitishaji vita kati ya pande mbili. Walifanyaka maandamano hayo ili kuonesha ya kwamba wao kabisa wanateseka na kutaka kupandisha sauti zao kwa community internationale. Wakati watafanya vita huko, ionekane ya kwamba ni FARDC ambayo iliwashambulia na wazalendo, paske walikuwa wametangaza ya kwamba mpango wa FARDC na wazalendo huko ni kuwashambulia. Ndio maana wao walishambulia baada ya kuandamana hapo, ili kufunga macho kabisa community internationale, wasijue kinachoendelea hapo, wasijue kinacho fanyika kufro, wasijue ni nani ambaye anakiuka usitishaji vita. Wao walifanya hayo ili kuonesha community internationale ya kwamba ni FARDC yenye iko na kiuka hayo, na ile ndio strategia ambayo walitumikisha. Maandamano yalikuwa analenga kuficha ukweli, acha niseme hiyo, ilikuwa analenga kuficha ukweli, kusijulikane kwamba wao ndio wenye wataatake ama wao ndio wenye wako na panga kuatake, ikuwe ya kwamba ni FARDC, wazalendo na FDNB ambao wako vita, wao ndio wenye walikiuka usitishaji vita. Ile ni strategia ambayo walitumikisha kabisa, na mutaona ya kwamba ilikuwa strategia au hakuna association ama makomunote hayo ya makomunote internationale ambayo yataandika ya kwamba wanakiuka usitishaji vita. No, watakuwa nafuata ile maandamano waoneke nani mpango ambao huko ni wa FARDC na FDNB kuwashambulia, na ile ndio realite kufro ndani ya maeneo hayo. Tuendelee na taarifa zetu. Wapiganaji 72 wa AFC M23 yani Septande waliojisalimisha kwa vikosi vya serikali na hapo awali waliwekwa katika kituo cha Walikale ndani ya Nord Kivu, walisafirishwa siku ya leo hadi Kisangani katika mkoa wa Chopo. Operation hiyo ilifanyika kutoka uwanja wa ndege wa Kigoma katika kituo cha Walikale. Kulingana na msemaji wa eneo la 34 la kijeshi Meja Dieudonne Kasereka, wapiganaji hao waliojisalimisha waliamua kuachana na safu ya AFC M23 baada ya shinikizo lililotolewa na vikosi vya serikali vinavyoungwa mkono na wazalendo kwenye maeneo ya wasi katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Afisa huyu aliongeza kuwa hili ni wimbi la 5 la wapiganaji waliojisalimisha kutumwa Kisangani baada ya kujisalimisha kwa hiari. Wimbi hili jipya la wapiganaji Septande linafanya jumla ya wapiganaji waliojisalimisha ambao tayari wamesafirishwa hadi Kisangani katika mwezi uliopita kufikia wanajeshi sensa. Idadi hii kubwa ya watu waliojisalimisha katika muda wa takribani mwezi moja iliyowasilishwa na jeshi inaonyesha kwamba shinikizo ni kubwa kwa waasi walio mstari wa mbele, anasema Meja Dieudonne Kasereka, msemaji wa eneo la 34 la kijeshi lililoko Walikale. Waasi wa AFC M23 bado hawajatoa maoni yao kuhusu visa vya kusalimisha vipengele vyake katika maeneo mbalimbali ya mapigano. Hali ya utulivu imetanda katika eneo la Walikale baada ya kusainiwa kwa utaratibu wa ufuatiliaji wa usitishaji vita wa kudumu na udhibitishaji wa ripoti za utekelezaji wake. Haya yanajiri baada ya msururu wa mashambulizi ya angani yaliyotekelezwa na jeshi katika maeneo ya waasi, hasa katika maeneo ya Walikale na Masisi huko Kivu Kaskazini, pamoja na yale ya Fizi na Mwenga ndani ya Kivu Kusini.
na hapo ni ndani ya Kisangani kabisa. Tena wanajeshi wapya wa AFC M23 walifikishwa huko, na kwa ujumla ndani ya mwezi huu FARDC inahesabu wanajeshi zaidi ya 500 wa AFC M23 ambao walijisalimisha kwao na kujiunga nao ili kupiganisha wasi wa AFC M23. Tuelekee Kinshasa. Usiku wa jana kuamkia asubuhi ya leo, nyumba yake Honorable Mwilanya, huyu mnamjua Nehemi Mwilanya kabisa. Yeye alikuwa directeur de cabinet kwa uongozi wake Joseph Kabila, na mnamjua huyu kabisa ni mtu karibu wa Joseph Kabila. Kwenye makao yake ama kwake kulifanyika operasyon ya kuzingira, niseme hiyo ni operasyon ambayo ilifanywa na wanajeshi. Nyumba yake inapatikana ndani ya Gombe, hapo mkomini ya Gombe njo kwenye nyumba yake inapatikana. Saa 4 usiku ndipo wanajeshi walifika hapo wakafanya msako ndani ya nyumba yake, na mwanapolisi ambaye alikuwa hapo kwa kufanya kazi ya kuchunga nyumba yake naye alipelekwa na wale wanajeshi ambao walifanya operasyon hapo. Na msako ambao walifanya hapo ni ya kwamba hakuna kitu chochote ambacho walikipata kwake. Walimaliza hapo muda mrefu kama 30 minute na wako nafanya msako. Baada ya hayo wakaenda na yule polisi ambaye alikuwa anafanya kazi ya kuchunga nyumba hiyo akapelekwa kusikojulikana, na mpaka kwa sasa hajapatikana. Hizo ni taarifa kutoka Kinshasa, na nasema asante. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea, na nitaendelea kuwapa taarifa mbalimbali tena tofauti. Muendelee kupartager, kucomment na kulike na kusubscribe. Merci.